Ni vizuri sana kumtegemea Mungu kwa kila jambo. Yaani uwe ni mtu wa kuongozwa na Mungu. Na ikiwa unaongozwa na Mungu, hakuna wakati shida itakulemea sana. Lakini ukiamua kujiongoza, saa zingine unaona zile decision unafanya hazikufai, ni kwa sababu unafanya kulingana na akili yako. Lakini ukimwambia Mungu, Mungu anakuongoza na unafanya ile decision ambayo itakusaidia. Yaani ukiamua kufanya jambo, we uliza Mungu. Ni vizuri kuuliza watu, ni vizuri kuongea na watu, lakini ni vizuri kumwambia Mungu akuonyeshe njia. Na bila shaka atakuonyesha na hutajuta baadaye, ni kwa sababu baraka za Mungu hazitoki nyuma na mambo mabaya. Inakuanga akikuletea baraka, hazifuati nyuma na huzuni. Kwa hivyo mpendwa, wakati unafanya jambo au unataka kuamua kitu au kufanya jambo, kwanza ongea na Mungu. Na kwa sababu yeye ndiye alitupatia masikio, hata yeye ako na masikio ya kusikia, na yake husikia hata ile sauti ndogo. Kwa hivyo wewe kuwa mtu wa kutafuta mapenzi ya Mungu. Ninaangalia watu kama wakati huu wa siasa, unasikia watu wakisema huyu ndio anafaa kuwa president 2027, lakini ni vizuri kwanza kuuliza Mungu ni nani anafaa, kwa sababu unaweza kuangalia kwa mwili au uangalie uso wa mtu na uwe umekosea. Kuna wengi wanasema Matiang'i ndiye mzuri, si mbaya akiwa ni Mungu amemchagua. Lakini kumbuka naye Matiang'i si mtu wa siasa, ni mtu wa kukaa kwa ofisi, ni mtu wa kufanya kazi, lakini hataki kitu kinamsumbua, hataki mambo analetewa hivi na hivi. Lakini mtu ambaye ako na siasa huwa anasikiliza watu. Kwa hivyo ni vizuri hata yeye huyu mtu kumchunguza, pengine anafaa kuwa chini ya mtu ambaye anamwambia fanya hiki na hiki, pengine ndio atafanya kazi vizuri. Ukiangalia mtu kama Kalonzo Musyoka, unaweza kumuona kama au kumhudunisha, lakini mimi nikimwangalia vizuri, ninaona ni mtu anaweza kufanya hiyo kazi ya president vizuri sana, kwa sababu mbele ni politician tena ni mfanyakazi. Lakini tunafaa kumuomba Mungu tujue ni nani anafaa kukalia hicho kiti. Lakini kwa maoni yangu mimi nikiangalia, kupima na akili yangu na vile nasikia Mungu ananiambia Kalonzo ndio anafaa, kwa sababu ni mwanasiasa, ni mtu atasikiliza watu, ni mtu akiambiwa kitu ni lazima asikilize. Lakini Matiang'i ni mfanyakazi, pengine akiamua kufanya kitu hakuna mtu atamwambia ageuze, ameamua na ameamua. Lakini Kalonzo mwenyewe ni lazima asikilize. Kwa hivyo ni vizuri watu wafikirie kabisa, waone Kalonzo ndio anafaa kwa upande wa opposition. Naye huyu Rigathi Gachagua, huyu anakaa kama Raila. He is a bulldozer, ni mtu wa kubulldoze watu na ni mtu wa kufanya campaign. Lakini ikifika ni kwa uongozi, mi naona anakaa Matiang'i tu. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie Kalonzo kabisa, na tutaona akishikana na mtu kama Kalonzo, Rigathi, washikane na Matiang'i, kusema kweli hiyo serikali itakuwa timamu. Lakini pale juu tunafaa Kalonzo, kwa sababu ni mtu atasikiliza, ni mtu tena anaogopa Mungu, ni mtu wa kuomba Mungu. Ni vizuri tuangalie maneno kama hayo. Siasa ni mzuri,
Mtu akijua siasa ni mtu anasikiliza watu. Watu wakisema hiki na hiki wataki, yeye ataenda afikirie, ikiona watu wengi hawataki, anaasha anajaribu jambo lingine. Lakini mtu ambaye huwa anaamua, na akiamua hakuna mtu akimwambia ageuze hawezi akageuza, hiyo tena anaweza kuwa hatari kwa nchi. Kwa hivyo wapendwa, fikirieni sana, ikifika mwaka wa 2027 mufikirie mambo ya Stephen Kalonzo. Huyu anakaa kama Kibaki tu, ni kwa sababu Kibaki alikuwa anasikiliza watu. Yeye alikuwa akiambiwa kitu anasikiliza, akiona watu hawataki anageuza. Lakini ukiangalia Matiang'i, hata wakati alikuwa chini ya Uhuru, akiamua kitu ameamua, anakaa kama Mishuki tu. Mishuki alikuwa akiamua kitu ameamua na hawezi akageuza. Huyu hawezi kuwa kiongozi mzuri wa nchi. Tunataka mtu yule ambaye anaenda akipima mambo, anasikiliza watu. Na Rigathi ni mzuri kwa kufanya campaign, ni vizuri ya kutembea nchi akifanyia huyu Kalonzo campaign, lakini kwa president, ebu atafute kazi ingine huko ndani ya serikali, lakini aachie Stephen Kalonzo, kwa sababu Kalonzo mimi najua ataongoza na watu wasimuone kama ni weak. He is not all that weak, he is very strong, na ninajua ni kwa sababu tena ako na experience ya kuwa chini ya Mwai Kibaki. Yale mambo Kibaki hakufanya, mi najua Kalonzo anaweza maliza. Na ukumbuke wakati wa 2002 huyu Raila alisema Kibaki tosha, na kusema kweli Kibaki hakufanya campaign sana. Ile campaign ilifanywa ni Raila. Raila ndio alifanya, mpaka huko kwa Wakikuyu wakamuita Mutongoria Njamba. Ni kwa sababu ni mtu wa kuongea na watu, ni mtu wa kuproduce watu, ni mtu wa kuongea na sauti na watu wanamsikiliza. Ndivyo akafanya kazi mpaka Kibaki akaingia. Kwa hivyo yule ameingia kwa viatu ya Raila ni huyu Rigathi. Ebu afanyie Kalonzo campaign na Kalonzo aingie kwa serikali, na ninajua watu hawatajuta. Kalonzo hawezi kufanya campaign kama ile inaweza fanywa na Rigathi, lakini akiingia kwa ofisi atafanya kazi mzuri, kazi timamu. Ni kwa sababu ni mtu wa kusikiliza watu, ni mtu wa kuongelesha watu kwa utulivu. Hakuna yani kuwa akiongea ati ni kama ana dictate. Yeye huwa anaongelesha watu vizuri, kama Uhuru Kenyatta vile huwa anaongea. Akiongea ako na ulimi wa kufanya watu wawe kitu kimoja, wa kufanya Kenya iwe kitu kimoja. Kalonzo ako hivyo. Kwa hivyo wapendwa, msiambiwe ati Kalonzo hatoshi, ati ni muoga. Si muoga vile, ni vile mnaangalia nje, lakini ndani najua he is very strong. Anaweza kufanya kazi mzuri, anaweza kupeleka hii Kenya mbele, kama vile Mwai Kibaki aliipeleka, kama vile Uhuru aliipeleka. Ni kwa sababu ni mtu wa kufikiria, ni mtu ambaye atasikiliza, ni mtu ambaye hana ukabila. He is a nationalist. Kwa hivyo wapendwa, kaeni chini mufikirie, na msiambiwe ni mtu ati huyu ati ni kama atafanya opposition ya anguke. Hapana, ninamwangalia, ninaona ameamua wakati huu, na mkipatia hiyo kiti hatutajuta. Ni kwa sababu yeye he is a nationalist, he is not a tribalist. Ni rafiki wa Kenya wote, na tutafurahia kwa hiyo presidency ya Kalonzo Musyoka. Hata wanasema serikali inajaribu kumwongelesha, inajaribu kumwambia, au watu wake wanaona ni kama wameenda upande wa serikali. Kila mtu ako na akili yake. Hao watu wa Kalonzo pengine wameamua kufanya kazi na Ruto, lakini Kalonzo mwenyewe ameamua kuwa
upande wa opposition, na yeye ndiye ataongoza mpaka opposition ishinde 2027. Na ninajua utakumbuka hii maneno na kuapia, ni kwa sababu ni vizuri tuombe Mungu. Tusiangalie ati mtu anafanya kazi vizuri, lakini ikifika upande wa siasa inamshida. Huyu Matiang'i, siasa ni lazima itamshida, lakini akipatiwa kazi atafanya kazi mzuri sana. Akipatiwa hiyo ya prime cabinet atafanya kazi mpaka tufurahie, lakini akipatiwa kazi ya siasa, huyu mtu hawezani na hizo siasa. Kwa hivyo wapendwa, ninataka kukuambia huyu Rigathi wetu, ebu awe ndio atafanya campaign ikifika wakati wa campaign, naye Kalonzo ajitayarishe kuchukua uongozi wa nchi na aendeshe Kenya yetu mbele bila ukabila, bila mapendeleo. Ni kwa sababu nikiangalia ninaona Mungu ndiye anaangalia. Mungu ndio amemwagilia huyu jamaa mafuta aongoze Kenya 2027, na Mungu awabariki na Mungu apende Kenya. Ni kwa sababu sisi ni watu wa kuomba, sisi ni watu wa kupiga shetani tukiona mahali atakuja aingilie nchi yetu, aingilie watu wetu. Kwa hivyo msiangalie, muangalie ati muone Kalonzo ni mwoga. Si mwoga, ni vile ni mtu mtulivu, ni mtu diplomatic. Kwa hivyo usimwangalie nje. Ninajua akipewa hiyo kazi atafanya na ataifanya vizuri, na sisi wote wa Kenya tutafurahia. Wewe barikiwa sana ukiendelea kufikiria hiyo jambo, ni kwa sababu hii Kenya ni ya Mungu. Hii Kenya inaongozwa na Mungu, si hakuna watu wanaiongoza, ni Mungu. Hata huyo Ruto hajui kile kinaendelea, lakini Mungu anajua kile kinaendelea. Kwa hivyo wapendwa, tuendelee kuombea nchi yetu, tuendelee kuiangalia Kenya yetu na macho yote, tukiomba Mungu, tukiomba amani. Hata ikifika huo mwaka wa 2027 tujue hata Kenya itaendelea kuwa na amani. Ni kwa sababu Kenya inaongozwa na Mungu na Kenya ni ya Mungu. Kwa hivyo sisi wote tupeane heshima tukiendelea kumngojea matendo ya Mungu, na matendo ya Mungu inaleta baraka na inaleta utulivu ndani ya nchi. Kwa hivyo mimi nataka kukuambia ubarikiwe ukiendelea kufikiria 2027 ni nani anafaa, lakini kwangu naona Kalonzo ametosha. Ni kwa sababu ni mtu ako na experience, ni mtu amefanya na Kibaki na Kibaki akafanya vizuri. Kwa hivyo hiyo experience tunataka aingie kwa ofisi ya president. Hiyo experience alipata kwa Kibaki aifanyise kazi. Barikiwa sana mpendwa.